ya posho. Mimi bahati nzuri sipati posho, sipati pesa. Sasa imekula kwao. Mungu ambariki sana. Najitafutia kwa kazi, kwa mikono yangu. Nikikosa kwa mikono yangu naenda kulala njaa. Nikikosa kwa mikono yangu naenda kulala njaa. Nitawaambia watoto wangu, vumilieni, kesho nitaenda baba yenu nipambane. Maana mahali patakatifu, mahali wanapoita mahali patakatifu, sio mahali ya kujitafutia fedha, sio mahali ya kukusanya fungu la 10 na sadaka ukale. Ni mahali ya kuhudumu katika nafasi ya kujenga kanisa la Mungu. Na ndio maana leo uhalisia wa kujenga kanisa la Mungu umekwisha. Leo imebaki ni uhalisia wa kununua magari, uhalisia wa kujenga nyumba nzuri, uhalisia wa kuvaa nguo nzuri, uhalisia wa kutafuta pesa na kula mali. Na Yesu anasema mtu akimpenda Mungu anachukia mali, akipenda mali anamchukia Mungu. Ina maana wote wanaopenda mali leo hawapo kwa Mungu. Sema amen. Lakini sisi tunampenda Mungu, na ndio maana mali hazitutumikishi. Hebu nipungie mkono wewe ambaye mali haikutumikishi. Iwe asubuhi, iwe jioni, iwe mchana, ikifika muda wa ibada unaupeleka mwili wako kwenda kufanya ibada, kwa sababu hauongozi na michakato, hauongozi na madini, hauongozi na mambo ambayo yaliyoko duniani, bali unaongozwa na Roho Mtakatifu. Sema amen. Leo unashangaa sana watu wamechukulia mambo ya Mungu ize kawaida, simple. Ambia jirani yako, wewe sio kuchukulia simple. Yesu alikufa, akaaibishwa, akafurishwa nguo. Leo mtu anakuambia niende kanisani naona aibu. Wewe unaijua aibu wewe? Yesu alivulishwa nguo akabaki mtupu. Wakapiga kula nguo zake, alafu yeye akiwa msalabani analia kwa uchungu, kwa mateso, anaumia kwa machungu, kwa mateso. Hajawahi kutenda dhambi yoyote wala kosa lolote, bali hao waliogawa mavazi yake, hao wanaocheka, hao wanaolia, hao wanaokunywa, hao wanaolewa, ndio wameenda wakapigiliwa msumari msalabani kwa ajili yao. Alafu Yesu nachukulia ni wa kawaida. Ambia jirani, wewe futa, namwambia kwamba ize tu. Siku moja nilifanyaje ibada. Nilipeleka kreti la soda kwa bwana harusi. Nilipofika tu mchungaji akaanza na mimi, akasema ulikuwa umeenda wapi? Maana nilikuwa ni kijana ambaye anawahi sana ibada. Akasema mchungaji, nilikuwa nimepeleka kreti kwa kaka yako nani? Yaani akajifanya kama hamjui. Umjui? Haya nakufukuza ibadani. Bwana Yesu asifiwe sana. Walionitetea ni kanisa. Akasema mchungaji hata rudia tena, inawezekana hakujua. Hani kweli sikujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikujua kwamba nimekosa, sababu ilikuwa ni siku ya honeymoon yake. Sasa leo ndio wanashindwa kujua thamani ya Mungu. Watu wamemchukulia Mungu kawaida tu, aende ibadani, asiende ibadani. Tena wengine anaanza kuulizia, leo anasimama nani? Anasimama mchungaji fulani. Simuelewagi. Yaani sijisikiage, anasimama kwa muda, anaka point. Kwani yeye anaenda point?